yani lililonileta hapa ilikuwa nije nione jengo na nihimize liishe ili ofisi ya msajili ihamie kwenye jengo. Hatuwezi kuangalia majengo ndani ya miaka 20, 30. Lazima majengo haya tuyajenge matarajio ya miaka 100. Kwanza niwapongeze kwa kujenga jengo lenye hadhi ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, na hilo nitalieleza. Wala halina haja ya justification na wala hakuna sababu ya kumkaribisha mtu mwingine. Mkaribishe kwa heri yenu, lakini sio watu kusema ile jengo ni kubwa, kwa sababu utakapoweka mfumo wa tehama tayari hizo kumbi vyama vya siasa havina budi wakati mwingine kufanya mikutano yao hapa, kufanya semina hapa, kufanya mafunzo hapa. Baraza la vyama vya siasa linahitaji floor. Hamwezi kuwa na baraza la vyama vya siasa ambao halina. Kwa hiyo baraza la siasa tu lenyewe kama lina mwenyekiti na uongozi, si badala itakuwa na mtu wa ofisi. Tunataka hiki kiwe kitovu cha taarifa na mafunzo na habari, kwa mfano yanayohusu masuala ya kisiasa. Katika mfumo wetu wa ofisi ya msajili hujasikia tukikutajia huyu ni political scientist, wakati tunahitaji sana kuwa na political scientist ambao ndio wanatusaidia kuchakata na kutoa maazimio au mapendekezo kutokana na mwongozo wa mambo yanavyokwenda ya kisiasa. Tunahitaji hao watu, lakini pia tuna kundi la sociologists. Ofisi ya msajili inahitaji kuajiri sociologists kwa sababu ndio wanaodili na raia, ndio wanaodili na wadau tunaodili nao. Wanaweza kutuambia mazingira haya sasa hivi tunahitaji kuishauri serikali 1, 2, 3. Hao wataalamu tunawahitaji. Lakini taasisi hii ikiwa kama kitovu cha masuala ya kisiasa, kwa mfano, tunahitaji researchers ambao wanatakiwa wana research jambo kabla tujaenda kuishauri serikali. Jambo ambalo limekuwa researched, tunapenda kutumia neno la Kiingereza, nasema we need to be giving informed advice, informed opinions. Tutazifanya au tutaweza kama tukiweza kuhitimisha masuala hayo tunayoandika kwenye taarifa. Mheshimiwa Waziri, mradi wa ujenzi wa jengo la ofisi ya msajili wa vyama vya siasa unatekelezwa na kampuni ya Group 6 International kwa gharama ya shilingi bilioni 20,431,828,643 na senti 50. Mradi huu unasimamiwa na mshauri elekezi kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi kupitia kampuni yake tanzu ya ARU kwa gharama ya shilingi milioni 669,345,580 kwa ajili ya usanifu na usimamizi wa mradi. Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa mkandarasi amelipwa kiasi cha shilingi bilioni 9,913,387,830 na senti 86, ikijumuisha fedha malipo ya awali advance ambazo alishalipwa ni shilingi bilioni 2,043,182,863 na senti 42, ambayo kutokana na hati ya malipo zilizowasilishwa na mkandarasi kwa taratibu za mkataba, kiasi chote cha malipo ya awali kimerejeshwa. Fedha za mradi zinatekelezwa kupitia fungu 21 hazina.